Wasalamu alaikum ndugu wasikilizaji. Mimi kwa majina naitwa ndugu Salim Mgambo. Leo nataka nichove kidogo kuhusu mambo ambayo lilifanyika tangu juzi mpaka jana. Jambo la kwanza, na washukuru wenye magari kwa ukadri ya uwezo wangu kwa sababu ya kazi ambayo aliyofanya jana na juzi. Ya kwanza, walionyesha serikali kwamba imeongozwa na watu wasiojielewa, watu ambaye kazi yao ni kunyanyasa mwananchi wa kawaida. Ndiposa wakateremsha wakasema kwamba kuna mgomo. Kwa wale ambao walikuwa nadhania kwamba kulikuwa na maandamano, ole wao, kwa maana sisi jana na juzi ilikuwa mambo tu, watu wagome, kuwe na mgomo ndio bei ya mafuta iteremke, kwa sababu tangu jani hatujawahi pandisha diesel ikawa juu ya petroli. Ya pili, hajawahi kuwa na bei imepanda within a duration of 30 days ikapanda mara mbili. Kumbukeni kwamba hii ilifanywa na jambo ambalo lilikuwa ya ajabu, wakati ambayo serikali ya Kasongo ilikaa chini na ikaangalia kwamba inastahili kuongeza na shilingi 40. Kisha baadaye walipoongelezwa wakata shilingi 10. Wakafanya the same wakati juzi tulilala tukaamuka ikiwa imeongeza na shilingi 46. Wakati ambayo tulianza kupiga kelele jana ndio wakaenda tena kutoa shilingi 10 kama kawaida yao. Na hiyo shilingi 10 uelewe kwamba si kwamba wametoa katuba, bali wametoa na wakaongeza kwa mafuta ya taa. Hiyo ni kuonyesha kwamba wametoa kwa ule ile walikuwa fadhali anaweza kwa vote kununua diesel, akateremshia kwa ule mtu maskini hai, wale ambaye Mheshimiwa Ruto alikuwa anasema ni walala hoi, wale ambaye hawezi kuavote hata chakula, wale ambao wanakaa beyond 100 shillings, yani less than $1. Ndugu zanguni, hii ni serikali ama ni shetani mpya? Nataka kuuliza swali ili muweze kuelewa. Kama hawa si maibilisi, watu wasiojua halali wala haramu, ikiwa kwamba unaweza kutoa sema kwamba nimetoa hii bei kwa diesel ambayo ndio inawekwa kwa kisiagi ya kusiaga mahindi, kwa ule mtu maskini ambaye hajiwezi tena, umeiongeza kwa mafuta ya taa, kwa ule mama wa risavu, kwa ule mzee wa risavu, kijana wa risavu ambaye anatumia kakoroboi, hawezi kuavote stima, hawezi kuavote hata taa ambayo iko na heshima zake, anatumia kakoroboi, nisikie nitandike, na hapo ndio umemuongezea bei. Sasa hii tunayezungumza mafuta ya taa, uelewe ni kwamba ni shilingi 91 lita moja. Jamani, kama umeongezea mweka 91 shillings per lita, jamani, mama yako na unaelewa kabisa kuangi na pesa. Ndugu yako ambaye kabisa anakaa huko reserve kabisa, Kajiado huko reserve Sugoi, ambaye hata kwa vote hiyo taa ni ngumu, anaenda kununua taa shilingi 30 bob, alafu unamwekea mafuta 91 shillings, ana expect anunue. Kama wewe si mnyama, hiyo mnyama ni mgeni. Nataka tuangalie ukweli wa mambo. Hatuna chuki na mtu wala sina ubaya na mtu. Nataka tuangalie ukweli. Kama watu wa petroli wenye magari, kwa kweli mmefanya jambo la maana, lakini kuna mahali ambayo mmekosea, kwa sababu ni kama mmekaa chini mkaa convinced, kwa sababu ile mambo mliokuwa mkiongea juzi na ile mliongea jana, inaonekana kwamba hiyo kiteko yenu ina sababu, na mtu mwenye akili ameangalia akaona hapo kuna maneno ambayo yalifanyika ambayo si ya kawaida. Ndugu zanguni, wakati ambayo tunasema tufanye jambo, tufanye kwa roho moja. Kwa kweli mwakonvinzi watu wote na mkafanya watu wote wakakaa kwa nyumba, lakini mambo ya mafuta kwa hizo masiku ambayo amesema siku 7, ikiwa kama haitakuwa, tafadhali ninaomba tuungane na nyinyi, tuwe katika maandamano, tu make sure kwamba hii serikali imeweka completely once and for all, kwa sababu kitu ya kwanza, hao ndio the obstacle of change in this country. Neno la pili, kwa hao vijana, wale vijana ambao wanayumbayumba huko barabarani wakisema kwamba hawa watu wanasumbua serikali kwa sababu ni watu wa one term. Nataka kuambia leo, kama nyinyi mko two term na mafuta yenu ni bei rahisi, tafadhali nendeni mnunue ngali zenu zile ambaye ziko, mnaweza kuweka mafuta ya maji ambayo mtakuwa na bei rahisi na mfanye. Hakuna haja ya kusinda mkipiga kelele mkisema hao watu wa mlima walikaa
kama watu wa mlima walijaribu wakaunganisha, kama vile ambayo Omari alikuwa anasema watu wa mlima wamekaa chini wakasema wazimie watu wale wengine. Tafadhali, kama mnaona watu wa mlima wanawanyanyasa na mangali zao, nendeni kwa duka ya ngari mnunue ngari, asikununua zote. Wacheni ujinga, alafu tena tuweze kusonga mbele. Hakuna haja ya kuwa kama mnazungumzia mambo ya vitu za watu wengine. Unataka kuwa wewe ni chairman wa Mnanda nauna ng'ombe. Hiyo haiwezekani. Ni lazima tuangalie ukweli. Ya tatu, serikali ya Kenya ni lazima itreat kila mtu equally. Si mambo ya kufanya mambo kiorela. Niambie ule mtu ambaye anaenda Kisii, alikuwa analemewa anakaa mwaka mzima ndio aende nyumbani kwa sababu bei ni 1000. Sasa hii umemwekea 2200. 2200. Hebu niambie ataenda nyumbani namna gani? Hiyo ina maana kwamba watu wakwame hapo na hawezi kusonga. Kwa wale ambao wako na akili timamu, ule ambaye yuko na akili timamu anastahili kuwa anasema ni one term. Ukiona mtu wote ambaye anasema ni two term, either yuko na vacuum between the years ama yeye mwenyewe ni akili pungwani ama yuko na mental problem. Hiyo ndio ile kitu ambayo mimi naamini na ninajua, kwa sababu kitu ya kwanza si kwamba tunamvuta Mheshimiwa Ruto. Si kwamba tunachuki na Mheshimiwa Ruto, lakini ukweli ukiangalia article 10 ya katiba ya Kenya, inasema kwamba huyu mtu awe na utu, huyu awe ni patriot, ni mtu ambaye anajua nini ambaye anafanya, angalie human rights. Lakini ikiwa kama uangalie basi inakuvuta. Kwa hivyo sio mimi namvuta, lakini article 10 ya katiba ya 2010 inasema kwamba huyu bwana astahili kuwa president of the country. Ikimaliza nataka tuelewane. Wale vijana ambao mnatembea, wacheni kukenjeri watu wengine na wacheni madharau dogo. Kuna jambo ambalo nimeona hapa hivi ya bwana ambaye ametoka Burundi. Yeye mwenyewe hata Kiswahili hajui, Kizungu hajui. Yeye mwenyewe huko anavaa kakofia ka UDA. Na una expect wewe mwenyewe ukenjeri watu ukituambia two term na wewe hata umetoka Burundi. Hadi kwa sababu si bibi yako si atakaribiana si na nani. Hiyo bro, una expect vijana wa wale ambao wanataka change of this country watakunyanyosha. Ya pili, kwa huyu ambaye unaanza kuchora picha ya ule ambaye watu wanasema wanawanyanyasa na unapita katikati yao kuonyesha, hiyo ni kukenjeri, na ukikenjeri expect mabaya ikupata. Mungu awabariki, Mungu awape heshima na Mungu awape hekima na Mungu awafungue Kenya waweze kuelewa.